Tuzo katika imani, nachokusudia kuzungumza leo ni haya. Huu mwezi wa Dhulhijja na yaliyomo, sisi Waislamu tunapaswa kuchukua nini na kuondoka nacho katika maisha yetu ya kila siku. Tuzo katika imani, Dhulhijja ndani yake kuna ibada tukufu kabisa, ibada ya haji, ibada ambayo kila mmoja katika sisi anapaswa aende mbio aweze kuitekeleza, na awe na nia ya dhati ya moyo kwamba na yeye anapaswa au anatamani au anaweka mikakati ya kwenda kutekeleza ibada hii tukufu. Kuna baadhi ya maeneo, falillahi alhamd, Waislamu wanajua thamani ya ibada hii na wanajifunga kibwebwe kuhakikisha kwamba wanakwenda kuitekeleza. Nilikuwa napitia katika mitandao, naona kuna mtu mmoja ametunza fedha takriban miaka 30, maskini sana, lakini amedunduliza kwa muda wa miaka 30 mpaka imekamilika, amekwenda haji. Anajua thamani ya haji. Thamani ya haji ni katika ibada zenye upekee, kwa sababu atakayetekeleza vizuri zaidi kwa ikhlas, kwa unavyotaka utaratibu, basi yaudu ka yaumin waladatuhu ummu, anarudi kama siku ambayo mama yake kamzaa. Maana yake anafutiwa madhambi yote. Nani asiyetaka kufutiwa madhambi? Kwa kila mmoja kwanza katika sisi aweke katika mpango mkakati wake kwamba anakusudia aende kutekeleza ibada ya haji. Na siku zote kitu huwa kinaanza kwa nia na mapenzi ya kile kitu. Ikiwa leo tunaweza kudunduliza, mtu akanunua gari ya dream yake, dream car, gari anayoipenda katika maisha yake, kwa sababu anaipenda, basi kaiwekea mikakati. Naam, baada ya muda fulani anainunua. Mtu anaweka mkakati kwa kujenga nyumba, jambo jema, jambo jema sana, kwa sababu hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumza standard life ya Muislamu, alizungumzia mambo manne, akisema saadatul mar'i arba'a. Saada, yani maisha ya standard, maisha bora, maisha mazuri kwa Muislamu ni kupata mambo manne: almar'atu salihah, mke mwema; walbaytun wasi', na nyumba yenye nafasi; walmarkabun hani, na kipando kizuri; waljaru salih, na jirani mwema. Sasa mtu anaweka mikakati ya kupata nyumba nzuri yenye nafasi, jambo jema. Kwa Muislamu anayejua thamani ya haji, lazima pia aweke nia na mikakati ya maksudi kwamba inshallah biidhnillahi ta'ala, nikiwa na uhai, basi miaka 3 ijayo nitakwenda haji. Ibada ya haji ina matukufu mengi, ina ujira mkubwa, na mwisho wa kikomo cha ujira wake ni anayekwenda anasamehewa madhambi yake yote, na anarudi kama siku aliozaliwa na mama yake. Na haya kayazungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kwanza, kuna ibada adhimu tukufu, kila mmoja katika sisi aiwekee nia madhubuti na mikakati madhubuti wa kuhakikisha kwamba anatekeleza ibada hii. Tena Mtume akawashauri Waislamu waharakishe kwenda kutekeleza ibada ya haji. Yani si uweke mikakati usubiri mpaka uchoke, nguvu huna, maradhi yashakuwa mengi. Hapana, akawahimiza Waislamu kwamba ni vema wanapokusudia kwenda katika ibada ya haji waende aliyakuwa wana nguvu zao. Kwa bwana, sisi Waislamu hilo ni jambo la kulifanyia kazi, kwamba wewe katika maisha yako basi jitahidi sana uende uharakisha ibada ya haji, uifanye ukiwa na nguvu. Na pamoja na hilo, yako ya msingi ambayo kwa muda mfupi ningependa kuyazungumzia kuhusiana na ibada ya haji. Kwanza kabisa, tufahamu sura halisi ya ibada ya haji
ni kuwakusanya Waislamu sehemu moja na kuwaonesha kwamba wao ni wamoja. Angalia tangazo aliloamrishwa Nabii Ibrahim alitangaze, au wito ambao aliamrishwa na Allah awaite watu wakusanyika katika ibada haji, ulikuwa na sura gani? Allah anasema wa'adhin fi nnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Watangazia watu ibada ya haji, wanakujilia, wanatembea kwa miguu, na katika kila aina ya kipandwa wanakuja kutoka katika maeneo ya mbali kabisa. Kwa sura ya kwanza ya haji inatupa picha halisi kwamba sisi Waislamu ni wamoja. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwaka mmoja anatukusanya sehemu moja, kwa namna moja, kwa sura moja, kutekeleza ibada moja, wito wa namna moja. Hakuna habari ya rangi, kabila, tabaka, utajiri, kiongozi wala nani. Wote ni sura moja, hali moja, mazingira mamoja, ibada ya namna moja. Hii ndio sura ya kwanza kabisa ambayo Waislamu wanaipata katika ibada ya haji, ambayo wakiondoka nayo katika maisha ya kila siku, basi wataishi katika sura iliyokuwa bora, na mambo yao yote yatakuwa sawa, na watakuwa juu, hawatokaliwa juu. Lakini wakiacha hii sura, wakaanza kujibagua kwa mujibu wa rangi zao, wakaanza kujibagua kwa mujibu wa tabaka yao, wakaanza kujibagua kwa mujibu wa taifa yao, wakaanza kujibagua kwa mujibu wa hali zao za kiuchumi, basi wataharibikiwa. Haji inatupa funzo kwamba sisi ni wamoja. Walikusanyika kutoka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini toka kipindi kile cha tangazo la mwanzo la haji, na wameendelea kufanya hivyo ila yaumil qiyama, na wataendelea kufanya hivyo mpaka kiyama, kwamba wanapokusanyika eneo lile hawatambuliki kwa rangi zao, wanatambulika kwamba hawa ni waumini, hawa ni Waislamu, wameitikia mwito wa Allah. Tena wanapofika pale wanamuitikia Allah peke yake, labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. What? Kwa haji inatupa picha sisi ni wamoja, na tunapaswa kuishi hivyo, sio ndani ya haji peke yake, bali ni picha halisi tunaopewa Waislamu wote duniani kwamba sisi ni umma mmoja, hatubaguani, na ni haramu kubaguana, na ni haramu kupigana pande, na ni haramu kutengana kwa namna yoyote iwayo. Sisi ni umma mmoja. Inna hadhihi ummatakum ummatun wahida, hakika huu umma wenu ni umma mmoja, wa ana rabbukum fattaqun, na mimi ni Mola wenu, niogopeni. Kwa sisi Waislamu ni wamoja. Haji inatupa picha kwamba sisi ni wamoja, na tunatakiwa kuepuka hii michoro ya ubaguzi tuliochorewa na makafiri. Leo makafiri kwa kuwa wao wanabaguana, wametuchorea michoro na sisi tubaguane. Mwenyezi Mungu anapozungumzia hawa Mayahudi anasema tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaona unaweza wakadhani wako pamoja sana, lakini nyoyo zao ziko tofauti. Lakini kwa kuwa wao hii ni kanuni yao, kutofautiana, kutengana, kuvurugana, na wameanza toka wakati wa mtume wao. Mitume wao walikuwa ni watu wa kuvurugana, na walivurugana mpaka na mitume wao, wakafika kipindi wakawaua wengine, na wale waliobaki hai wakawapinga, na wakafanya kila hila watofautiane nao. Waliobaki wenyewe pia wakatofautiana wao. Wakaona hii haitoshi kuwa wao peke yao, mpaka na sisi Waislamu watie katika mchoro huo, tuwe kama wao. walan tardha anka alyahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa chini Wayahudi na Manasara mpaka wahakishe
mmefuata mila yao. Miongoni mwa mila zao ni kutofautiana. Kwani hatuwaoni wanavyotofautiana Mayahudi? Kwani hatuwaoni wanavyotofautiana Wakristo? Mwanglikana hawezi sali kanisa la Mlutheri, Mkatoliki hawezi kusali kanisa la Mlokole. Wametofautiana sana, hatuoni? Tunaona. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo wanahakikisha sisi tunataka kuwa kama wao ni kuhakikisha kwamba sisi tunatengana. Haji inatukataza hivyo, inatuonesha sisi hatupaswi kutengana kwa namna yoyote, lakini wao wamehakikisha kwamba sisi tunatengana. Na ndio leo sisi tunafuata mila hizo. Islamu wanatofautiana kwa sababu ya makabila yao. Leo ukienda Yaman, Waislamu bado wana makabila mbaya sana na wanapigana vita na wana visasi. Ukienda Somalia, Besam, ukienda Suria, halikadhalika. Kama hawatupigana vita, basi watatengana kwa sababu ya makabila yao. Inawezekana kabisa asiozeshe mtu kwa sababu huyu sio Maamari, huyu sio Ala Saudi, huyu sio kabila fulani. Iko hiyo, inawezekana kabisa mpaka leo katika jamii ya Waislamu watu wakashindwa kuozeshana kwa sababu ya makabila yao. Haya kayapiga vita Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maneno na matendo. Aliwachanganya watu wote, akamchukua Bilal bin Rabah akamfanya kuwa ndio mwadhini wake, rajul min al-Habasha, mtu kutoka katika Habeshi asili yake. Akamchukua Salman al-Farisi akamfanya kuwa ndio mshauri wake katika vita. Tumeona alivyomshauri katika vita ya Handaq, mtu wake karibu ni Mfursi. Akamchukua Suhaib al-Rumi akamweka pembeni mwake, ni mtu kutoka Roma. Akachanganya katika wake zake wapo walikuwa katika asili ya Wayahudi. Huko alimchukua Mari al-Qibtiyya kutoka Masri, aliyavunja kivitendo masala ya ubaguzi. Akamchukua Zaid ibn Harith ambaye alikuwa asili yake ni mweusi rangi yake, akamwozesha kwa mwanamke wa Qurayshi Zainab binti Jahshi na mengine kama hayo. Aliyavunja kivitendo na akasema kwa maneno al-asabiyatul qabaliya muntina fatruquhu, ubaguzi wa ukabila, ubinafsi, uzalendo ni uvundo, achane nao. Kwa hiyo haji inakuja kuonesha kwamba sisi ni wamoja. Ukiangalia mahujaji pale, hata sasa ukiingia katika simu yako ukaangalia, wote wamevaa nguo moja, wote wanafanya vitendo moja, wote wanalala sehemu moja, wote bila kuangalia rangi yake, kabila yake, hadhi yake, nafasi yake. Hii ndio picha halisi ambayo tunaipata katika ibada ya haji ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja. Sisi Waislamu hatupaswi kubaguana kwa kabila zetu, hatupaswi kubaguana kwa mataifa yetu, hatupaswi kubaguana kwa matabaka yetu wala kwa hadhi zetu, hatupaswi kubaguana. Leo Waislamu wanabaguana kwa sababu ya nchi zao. Algeria haziivi na Morocco, wote ni Waislamu. Misri wana ugomvi mkubwa sana na Algeria, wote ni Waislamu. Yemen ana ugomvi mkubwa sana na Saudi, wote ni Waislamu. Mwirani ana ugomvi mkubwa sana na nchi za Gulf, wote ni Waislamu. Kaifa haji inatuonyesha no, sisi ni wamoja, kibla chetu ni kimoja, tunayemwabudu ni Allah mmoja, mtume wetu ni mmoja, kitabu chetu ni kimoja, ibada zetu za namna moja, na wote tunakwenda kusimama mbele ya Allah tukiwa tunaamini kwamba tunakwenda kuhukumiwa na Allah mmoja. Na mja atakapokuwa na ulizo juu ya udugu wake atasema ndugu zangu ni Waislamu, kwa sababu Qur'ani ndivyo ilivyomwagiza, innamal mu'minuna ikhwa. Udugu haufungwi na mipaka ya kijiografia. Udugu si wa damu peke yake, udugu si wa eneo fulani mnaloishi. Udugu mkubwa sana ni udugu wa kiimani. Hija inatufundisha hivi. Leo Waislamu wanakatana mapande kwa sababu ya vyama vya kidemokrasia. Huyu chama fulani, huyu chama fulani yuko radhi kumtetea na kwa kipenzi na mwanachama mwenzake kafiri,
na kuwa adui, na yuko tayari kuona Uislamu chama kingine cha kidemokrasia cha kikafiri, anauawa, anadhalilishwa na atapiga makofi kwamba ameyataka mwenyewe, aliyekuwa vyama vyote msingi wake ni ukafiri. Leo tunabaguliwa kwa sababu ya vyama vya kidemokrasia. Tumeona haya, tumeona kwa macho Waislamu katika maeneo kadhaa wanauana, wanadhalilishana, wanatesana kwa sababu ya vyama vya kidemokrasia, wakasahau kwamba wao ni wamoja. Haji inatufundisha kwamba sisi ni wamoja. Jambo lingine ambalo tunajifunza katika haji ni at-tadhiya, kujitoa kwa ajili ya Allah. Kila mmoja katika sisi anapaswa fahamu kwamba kigezo cha mwanzo kabla ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ibrahim, ambaye msingi wa ibada ya haji, matendo mengi ni yeye na familia yake. Yapo yaliyokuja akaongezwa na ikawa ni haji kwa sura halisi ya aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna matendo kadhaa yanahusu familia na Ibrahim, yeye, mke wake na mtoto wake. Tunachojifunza kwao wao ni at-tadhiya, kujitolea kwa ajili ya Allah. Kuna matukio matatu makubwa ya kujitolea kwa ajili ya Allah tunayojifunza kutoka katika haji. La kwanza ni kitendo cha Nabii Ibrahim kuchukua familia yake na kwenda kuitupa jangwani. Anafanya hivyo kwa sababu gani? Ni agizo la Allah. Sisi tunapaswa kujifunza kwamba Mwenyezi Mungu akiagiza, midhali tumemwamini na tunayakini kwamba Allah yupo na atakwenda kutuhukumu siku ya Kiyama, akiagiza, agizo lile halipaswi kulijadili kwa akili yako kwamba linatekelezeka kiakili au halitekelezeki. Hapana, aliagiza nani? Allah, tekeleza basi. Ibrahim anaambiwa achukue mke wake na familia na mwanae aende akawaache jangwani. Hakuna nyumba, hakuna majirani, hakuna chochote, hata maji hakuna. Nani kumwagiza? Allah. Anawachukua na yapeleka jangwani na waache. Mke anauliza tu, haya unayofanya ni amri kutoka kwa Allah au ni mtizamo yako wewe tu? Maana kulikuwa kuna tabia za kike baina ya mke mkubwa na mke mdogo. Mke mkubwa huyu umezidi, maneno yanakuwa mengi kama kawaida ya wanawake, hata wao wacha Mungu kiasi gani wakiwepo, kuna ile tabia ya kike ukiweza ilitokezea. Sasa labda isikuwa labda ni maneno ya mke mkubwa ndio unaona bora uje utubwage yako. Sasa nataka unipe jibu wewe, ni matashi yako au ni amri ya Allah? Amri ya Allah. Basi kabla ikiwa ndio hivyo famzi nenda, haka Mwenyezi Mungu hawezi kutupa mkono, hawezi kutupa mkono. Tunachojifunza hapa ni utekelezaji wa amri ya Allah kwa uzito ule ule. Yaani midhali ni amri, basi no way out, ni kutekeleza. Inaingia akilini au haingia akilini. Na hivi ndivyo ilivyofanywa na hata wakati wa Mtume na masahaba zake. Lilikuwa likija agizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kulikuwa hakuna excuse, ni kutekeleza tu basi. Na ndivyo ilivyokuwa katika aya kadhaa zimeteremka kwa masahaba wa Mtume waliokuwa na wamemuelewa vizuri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kutekeleza amri za Allah, basi walikuwa wanazitekeleza on time. Hakuna discussion, hakuna kuuliza ikaendaje. Midhali aliagiza Allah, basi watekeleze. Mfano miwili tu. Ilipokuja amri ya kuharamisha pombe, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu. Amri hii ilipokuja ndio aya inayokataza pombe. Anaelezea kina Abu Talha walikuwa wamekaa na masahaba wenzake wanakunywa pombe. Akaja mtangazaji kutoka kwa Mtume shirika aya hii na wapa habari kwamba Allah kaharamisha pombe. Akaisoma aya hii. Mwisho wa aya anasema fahal antum muntahun, je, mtaacha? Anapomaliza kusema tu wanasema intahina ya rabbal alamin, tumeacha. Waliokuwa nayo mkononi walimwaga,
iliyokuwa kwenye madram na majagi na bilauni na kadha wakamwaga, iliyokuwa washaimeza wengine walitia vidole wakaitapika. Ni nini? Amri ya Allah. Anaeleza Bi Aisha radhiallahu anha kwamba Mwenyezi Mungu awarehemu sana wanawake wa Makka. Kwa nini? Anasema ilipoteremka aya hijab, Allah anasema ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Ewe nabii, sema kuambia wakezo na mabinti zako na wanawake wote wa Kiislamu wateremshe uzuri nguo zao mpaka chini. Wakifanya hivyo wataonekana ni wema, hawataudhiwa. Aya hiyo ilipokuja kusomewa, wengine walikuwa wamesimama kwenye viambaza vya nyumba zao pale katikati ya mlango, yuko nje kasimama kichwa wazi. Aliposomewa aya hii, anasema walikata mapazia yao wakajifunika, yani kuingia ndani bali ameagiza Allah, wakakata mapazia yao wakajifunika. Angalia ni kiasi gani walikuwa kuchukua uzito amri ya Allah. Kwa hiyo hapa la kwanza Ibrahim anafanya ni agizo la Allah akawaacha. Watakula nini? Watakaa wapi? Agizo la Allah waache, basi kawaacha kaondoka. Naam, mwanamke sabira akajua ni agizo la Allah akasubiri. Akawa anakwenda katika kilima cha Safa na katika kilima cha Marwa. Subira yake na matendo haya mahujaji leo wanayatekeleza. Utakapokwenda katika hija lazima uende katika kilima cha Safa na kilima cha Marwa. Ni matendo ya mwanamke mcha Mungu aliyesubiria na alielewa agizo la Allah. Na hapa wanawake wa Kiislamu wajifunze kwamba midhali ni amri ya Allah, no discussion. Mume anatekeleza amri ya Allah, usiwe kizuizi cha kumfanya asitekeleze. Kwa sababu kuna wanawake ambao ni maadui zetu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, hakika katika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui zenu. Kivipi? Anakuwa adui pale ambapo wewe unapotaka kutekeleza hii amri ya Allah anakuzuia. Kitaka kutoa zaka, bana maisha magumu, zaka utatoa baadaye. Kitaka kutoa sadaka, bana mambo magumu, na hichi tutatekeleza. Ukitaka kwenda katika jihadi, bana ukifa itakuwaje, sisi itakuwaje, achana na mambo hayo, tekeleza ibada zingine. Ukitaka kufanya kila la kheri, yeye anatia mgongo, tekeleza, huyo adui yako. Lakini mwanamke mwema akikuona unatekeleza amri ya Allah atakuombea na dua na atasubiri. Ndicho tunajifunza katika hili. Kwa hiyo hilo la kwanza. Tukio la pili tunalojifunza katika kujitoa muhanga kwa ajili ya Allah ni tukio la kumchinja mwanae. Kabla ya hilo kuna tukio la kuwaita watu kuja ibada ya haji. Nalo pia katika akili ya kawaida lilikuwa halipimiki. Unalipimaje? Uko jangwani na familia yako, unaambiwa tangaza. Hakuna radio, hakuna TV, hakuna mitandao ya kijamii, hakuna chochote. Nani anakusikia? Wewe tangaza. Aliyotoa agizo ni nani? Allah. Tangaza. Basi katangaza. Agizo la kuwafikishia hao mashariki na magharibi na kusini na kaskazini sio la kwako. Wewe tangaza na katangaza. Hapa kuna kitu cha msingi sana kwa Muislamu anatakiwa aondoke nacho, kwamba wewe midhali ni agizo la Allah, usiangalie natija yake, yani matokeo yake yatakuwaje. Midhali kaagiza Allah, fanya basi, asala na natija achana nalo. Ni agizo la Mwenyezi Mungu, fanya. Sio kwamba lazima ibada ili uifanye uone natija yake ya kidunia ya kushikika mambo yao. Yani kama ni mlinganizi lazima watu wafuate ulinganizi wako ndio onekana wewe umefanya dawa. Wewe jukumu lako ni kufikisha tu. Asala kuongoza sira, innaka la tahdi man ahbabta. Wewe huwezi kumuongoza mtakaye. Allah yahdi man yasha. Mwenyezi Mungu ndo anamuongoza mtakaye, fikisha. Kwa tunajifunza hapa jambo la Allah litekeleze. Litakuwaje, itaendaje, watu watalipokeaje, sio jambo lako hilo, wewe tekeleza tu.
Inawezekana sikuelewe sasa, akaelewa baadaye. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya ulinganizi wake, anamfikishia rafiki yake Abubakar Siddiq ujumbe wa Uislamu, anasilimu hapo. Baba yake akaja kasilimu miaka 23 baadaye katika Fath Makkah, ndio anakuja kusilimu. Kwa jukumu la kufikisha, wewe fikisha. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kabla ya kuruhusu maswali ni atadhiya, kujitoa. Maagizo makuu yanahitaji uweze kutoa nafsi yako, lakini aliagiza ni Allah, tekeleza. Inakuja amri ya kumchinja mtoto wenyewe nani sasa? Ismail. Huna mtoto zaidi ya huyo, umri umekwenda. Tena kijana mwenyewe balagha sa'i, ashaanza mwendo na babake, atamletea kuni, atamchungia mbuzi kadha, miaka 10 na kidogo. Kijana ambaye anayetumika anaweza kuwahudumia wazazi wake ambao hasa baba umri umeenda. Huyo linakuja agizo gumu, mchinje. Tena agizo lenyewe haji Jibril, haiji sauti nyuma ya pazia, hayaji maandishi, hapana. Inakuja usingizini kama ndoto. Akajua iliagizo, na ndoto yenyewe inakuja, anaona anamchinja mwanae. So anaambia mchinje mwanao, anaona anamchinja mwanae. Hajaambiwa mchinje, anaona anamchinja mwanae. Ndio anakuja kumweleza mwanae aliyemlea vizuri akaleleka. Anaambia, ya bunayya inni ara fil manami anni akbahuka fandhuru madha tara. Ya mwanangu, mimi nimeona usingizini na kuchinja, wewe unaonaje? Mtoto aliyelelewa vizuri anafahamu hadhi ya baba yake, anajua jukumu ambalo Mwenyezi Mungu kampa baba yake. Anaambia, ya abati fa'alu ma tu'mar, baba fanya ulichoamrishwa. Hili sio suala la shura, sio suala la wewe kana mimi tushauriane naonaje. Ni amri. If'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta ni katika wenye kusubiri. Mama sabira, mtoto sabir. Subiri, ana subira isiyo na mfano. Nani anakubali kwenda kuchinjwa tena kwa amri ya usingizini, ndotoni? Lakini tunataka afanye wa. Hii ni tadhiya ya hali ya juu sana, ambayo sisi tunapaswa kujifunza kwamba likija agizo la Allah, hata kama litakosti maisha yako, tekeleza. Inna Allaha ashtara min almu'minina anfusahum bi anna lahumul janna, Mwenyezi Mungu amenunua nafsi za waumini. Wao wanampa nafsi yana walipa nini? Janna. Walioelewa hivi, walielewa wakawa wako tayari hata kama wataondoka duniani, lakini la Allah linatekelezeka, walifanya. Tunajifunza katika ibada ya haji atadhiya, kujitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wapi, bebali wetuvuruga maisha, yakatuchanganya. Sala la Uislamu kwetu tunaliogopa, lakini katika masala ya batili watu wako tayari kujitoa muhanga. Lakini katika sala la Uislamu ndio vitisho vitaanza. Hatuseme kurupuke wendo kavae ukavamie watu ukaua watu ovyo, haina maana hiyo. Lakini limekuja agizo ambalo kutekeleza kwake linaweza likakosti maisha yako. Tekeleza. Nani kakuagiza? Allah. Hivi ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume na masahaba radhiallahu alayhi. Na kwa utaratibu huo ndio mimi na wewe leo tunasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Kuna watu walitoa na muda wao, kuna watu walitoa mali zao, kuna watu walitoa nafsi zao, na kuna watu walitoa vyote. Katoa muda, mali na nafsi. Leo mimi na wewe tunasema la ilaha illa Allah, atadhiya, kujitoa kwa ajili ya Allah.
Kwa sisi kama Waislamu, haji inatufundisha hivyo. Tusiwe tunafikiria tu kwamba ni sala la kuchinja likawa basi, kwamba watu wakachinja wakala nyama wakawagawa maskini wakabaki na wao wakawapa na majirani ikawa basi. Asili ya tukio ni kujitoa kwa ajili ya Allah. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukampa fidia kwa kichinjwa kitukufu. Haikuwa rahisi, haikuwa tu from nowhere, ni hili tukio la kupaswa